akae hapa na yeye asome. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Kwa ratiba ya Mungu alikusudia kwamba tuweze kuwa hapa. Na Mungu ana mipango yake tofauti na mipango yetu. Ninajua kwamba ilikuwa muda mrefu sana nije hapa, lakini ratiba zikagoma. Kumbe Mungu anasema nitakupeleka kwa njia nyingine. Sasa kwa njia yake amekubali huduma hii ifanyike kwa utukufu wa jina lake. Ilitakiwa tuanze saa 12:30. Kwa hiyo nitaenda kwa spidi kidogo, sitakuwa na mambo mengi ya kuongea, tutaongea mengine kesho. Lakini nikazie machache ambayo natamani tuyafanye katika programu zetu hizi za familia na uwakili. La kwanza kabisa natamani kuona uso wa yule mkurugenzi au mkuu wa kamati ya maombi wa kanisa hili mahali alipo. Asante sana. Mungu akubariki sana. Ninaamini mna box la maombi hapa. Lipo ila kama halipo pia tutaandaa. Kwa hiyo uniambie lipo au halipo. Lipo. Sasa kuanzia kesho lile boxi liwe mahala fulani hapo. Inaweza ikawa sehemu ambayo haitasumbua watu kukatiza hapa mbele. Kwa hiyo linaweza likakaa hapo nyuma sehemu fulani, na pawe na karatasi ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya watu ambao watakuja hapa na hawana karatasi. Tutakuwa tunagawa karatasi zile za kuandika maombi yetu, na kuna vipindi maalum vya maombi ambavyo ratiba yake rasmi nitaitangaza kuanzia kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hilo limeingia akilini vizuri. Jambo lingine ni kwamba kuanzia kesho, kwa mujibu wa pastor atakavyotuambia, iwe ni kesho au kesho kutwa, tutakuwa tunatoa zawadi ya vitabu kwa ndugu zetu ambao sio Waadventista wa Sabato lakini wameamua kuja kusali nasi. Tutatoa zawadi ya vitabu bure. Kwa hiyo ikiwa upo katikati yetu na kesho utakuwepo, kesho kutwa, tuna zawadi kwa ajili yako. Nitambue uwepo wao kama wapo. Kama kuna ndugu yetu kutokea makanisa mengine, Assemblies of God, Pentecoste, Roman Catholic, KKT, Islam, uko nasi, hebu nyosha mkono mahali ulipo kama wapo baadhi leo. Ikiwa wapo, Mungu akubariki sana. Asante sana. Sisi wote ni familia moja. Kwa hiyo kesho tutakuwa na zawadi kwa ajili ya ndugu zetu hao. Siku ya leo ninaomba kila mmoja aliyeko hapa asimame na kuwa na dakika moja ya kujiombea. Na unajiombea nini? Mwambie Mungu akusaidie ili akili yako iweze kupokea mambo ya kimungu. Dakika moja, sema na Mungu, fumba macho yako. Baba yetu na Mungu mtakatifu, usikiaye maombi ya watoto wako, ninakusihi sasa ukawe ndiwe usemaye, kwa kuwa unajua mahitaji ya watu kuliko mimi. Sina lugha ya kuwafanya waelewe neno lako isipokuwa wewe uwajalie elimu ya dunia, ufasaha wa maneno, ujuzi wa lugha. Bila Roho Mtakatifu hakuna atakayeguswa. Hivyo nakusihi ukachukue hatamu ili kila mmoja akaisikie sauti yako kama upendavyo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Taasisi muhimu kuliko zote duniani. Kama unaandika unaweza ukaandika hivyo. Taasisi muhimu kuliko zote duniani. Hapa ulipo ukiwa mkweli ndani ya nafsi yako, kuna vitu utavikubali kwenye maisha. Umegundua kwamba tunazaliwa kwenye familia moja, tunatokea kijiji kimoja, tunaishi kwenye nchi moja, mtaa mmoja, na wakati mwingine tunafanya kazi katika ofisi moja tukiwa na mshahara sawa,
lakini uchumi tunatofautiana. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au arudie tena. Amekuambiaje? Nirudie tena Hujawahi kuona bosi ambaye anaendeshwa na driver, lakini bosi anaishi nyumba ya kupanga alafu driver amejenga nyumba? Haya mambo yapo au hayapo? Yapo. Mnapokea mshahara sawa na mwenzako, lakini yeye maisha yake ya kiuchumi yuko mbele kuliko wewe, wakati mshahara unafanana. Sasa nahitaji leo ni wachokoze kidogo, ili katikati ya wiki tuweze kwenda kwa kina. Kuna vitu ambavyo kwenye maisha usipovijua utabaki hivyo hivyo ulivyo. Kuna vitu wenzako wanajua, wanavifanyia kazi. Mchungaji, bado sijakuelewa. Wale ambao mmesikia hivi karibuni, nadhani tulianzia kwenye siku 10 za maombi pale Magomeni, nimekuwa nikiongelea sana kitu kinaitwa sheria za asili, kanuni za asili. Na inaonekana kama ni kitu kigeni, lakini pia nilinukuu roho ya unabii. Ellen White anaeleza vizuri, anasema huwa hazikosei. Hizi kanuni hazikosei. Yaani hizi kanuni wewe unaweza ukasahau, lakini yenyewe haisahau. Kwa hiyo kando ya amri 10 za Mungu, amri 10 za Mungu mimi naziona kama summary, ni muhtasari wa kile ambacho tunatakiwa kufanya, lakini ni zaidi ya hapo. Nitazame tena na mimi niongeze hili swali. Uliwahi kuona kwenye Biblia popote tumefundishwa kutengeneza umeme? Naongea na watu au na binadamu? Umewahi kusoma andiko la mtakatifu yoyote anasema nanyi mtatoa umeme mkichanganya nguvu zifuatazo? Umewahi kuona hilo andiko hilo? Halipo. Huwezi kulikuta. Kuna vitu vimewekwa mle ndani tofauti kabisa. Sasa maana yake ni nini? Mungu alipokuumba aliweka kila kitu ndani yako, kimefichwa ndani yako, kiko ndani ya mtoto wako, kiko ndani ya mke wako, kiko ndani ya mume wako, kipo ndani. Ili kiweze kutumika na kuleta matokeo, inatakiwa kitolewe, kitumiwe kwa usahihi. Bado sihubiri, nafundisha. Kwa hiyo kama kuna sehemu unaona kama nimekuacha na kuruhusu kabisa, mchungaji hapo rudia, umeniacha, mimi nitarudia. Naomba unitazame hapa vizuri, niangalie vizuri ninachokifanya. Nimefanyaje? Nimetumia nguvu yoyote kwenda chini au nimevutwa automatic? Makundi mawili tayari. Ndio maana hata hela tunatofautiana. Narudi tena. Niangalie vizuri tu. Nguvu niliyotumia ni ya kwenda juu au kwenda chini? Changamsha ubongo. 1 jumlisha 1, 2 jumlisha 2, 7 mara 2, 7 mara 4, 7 mara 9. Haya, turudi kwenye mada. Niangalie vizuri, alafu utaniambia nimetumia nguvu wapi. Kwenda juu au kwenda chini? Wangapi anasema kwenda chini ndipo nguvu ilitumika? Wangapi anasema kwenda juu ndio nguvu ilitumika? Wangapi anasema sielewi chochote, bora ueleze? Haya, sasa twende vizuri. Ukitazama vizuri, kwa mara ya kwanza wote mliokuwa mmejibu kwa mara ya kwanza, mlijibu mkidhani ya kwamba nilitumia nguvu kwenda chini. Wengi mlijibu hivyo mara ya kwanza. Mlikuja kubadilika baada ya mimi kukazia na kurudia mara kadhaa, ukaanza kutafakari kwa kina. Tuko sawa sawa? Sawa. Kilichokuwa kimekuongoza kwa mara ya kwanza kunijibu ya kwamba nimetumia nguvu nyingi kwenda chini, si uwezo wa kutafakari, ila ni uwezo ambao ulirekodiwa kwenye ubongo wako kwa muda mrefu uliopita. Mwalimu mmoja akaingia darasani, akaanza kuongea habari ya maziwa kwa Kiingereza. Akaandika neno milk
Akaanza kuwauliza watu ya kwamba hivi maziwa yanakuaje na rangi gani? Watu wakamjibu, wakamaliza. Waliomaliza yale majibu, yule mwalimu akafuta, akaanza kuongea story nyingine. Baada ya pale, kwenye projekta yake akaanza kupitisha neno limeandikwa silk, lakini ile neno silk lilipita kwa haraka sana, likapita ghafla silk. Lilivyopita akauliza wanafunzi wake, ng'ombe anakunywa nini? Wote walijibu maziwa. Akarudia mara ya pili, ng'ombe anakunywa nini? Wote wakajibu nini? Maziwa. Baadaye ndipo anakuja kuambia kwamba hapana, ng'ombe hanywi maziwa ila anakula majani. Kuna mfumo umetutawala kwa muda mrefu ambao tumeshindwa kuelewa jinsi tulivyoumbwa, na tumeshindwa kujua kupangilia vitu vya muhimu kuwa vya kwanza. Kwa hiyo tumekuwa tukipambana na vya pili tukaacha vya kwanza. Haleluya. Unapoona mtu yeyote amefanikiwa kwenye maisha, kuna kanuni alizingatia. Ukiona mtu ameshindwa, kuna kanuni alivunja. Mimi kuruka kwangu namna hii, nitakuwa mjinga nikitumia nguvu nyingi kwenda chini, wakati kuna nguvu ya mvutano ya asili inanivuta mimi kwenda chini automatic. Nguvu litakuwa nitumie kwenda juu ili ile ya kwenda chini iwe ni automatic. Kwa kitendo cha kujua vipaumbele kwenye maisha itakutoa kwenye maisha. Haleluya. Sasa twende vizuri kiroho ni hivyo hivyo. Ukimuuliza mtu kiroho ni kitu gani muhimu kuliko vitu vyote kabisa, mtu atakwambia maombi, atakwambia kusoma neno, atakwambia hivi. Lakini sikia nikwambie leo, kama kuna kitu cha msingi kuliko vyote, yani maombi, kusoma neno, haishiki hata namba ya kwanza. Cha kwanza kabisa ni kumjua Mungu. Hicho ndicho kitu namba moja. Kama humjui Mungu, hutasoma neno kwa usahihi. Kama humjui Mungu, hutaomba kwa njia sahihi. Naendelea kuwachokoza zaidi ya hapo, maana wiki hii tunajenga tuka ground ili tuende taratibu. Uko mbele tutaona kwa kina. Sikiliza vizuri. Ukiona mtu mmoja anaomba, anajibiwa. Ukiona mwingine anaomba, muujiza unatendeka. Mwingine maombi yale yale, hakuna kinachotokea. Sio kwamba Mungu ana upendeleo, hapana. Ila kuna mmoja amejua kanuni za kutumia kwenye maombi na mwingine hajui. Utaanza kumlaumu Mungu. Mungu labda kuna watu wanapenda kuliko wengine. Hapana, wote Mungu anawapenda sawa. Haleluya. Hiyo tuiweke, tuiongelea huko mbele ya safari. Duniani hapa, kitu cha kwanza na cha muhimu kuliko vyote. Ngoja niulize swali. Katika serikali yetu hii, ukaambiwa katika taasisi za serikali, taasisi ya kwanza kabisa kwa umuhimu ni ipi? Ambao hiyo unasema hii lazima tuiangalie kwa taasisi gani kwa umuhimu. Tuchemshe ubongo. Hakuna, yani hapa hakuna kupata wala kukosea. Tunajifunza wote. Nini? Elimu. Taasisi ya kwanza ya elimu, anasema hiyo ndio ya kwanza kuliko zote. Mwingine? Afya. Ndio ya namba moja kuliko zote. Mwingine? Ukizipangia kwenye listi, ndio. Serikali haina familia, hiyo nimewahi kabisa. Nimesema kwenye serikali, ndio bwana. Mambo ya ndani, wanaoshughulika na mambo ya ndani wako humu. Nyingine? Shemeji, sema. Umeshavurugwa mpaka dakika hii. Basi. Aya. Vyovyote vile tutaona mbele ya safari. Fikiria nchi ambayo tunaishi bila kuwa na sheria. Kila mmoja anafanya vyake. Elimu itakuwa ina faida gani? Yaani anayeamua kuja kufundisha hisabati, yeye ameamua kwamba yeye ataanza na kuwachapa watoto kwanza ndipo wafundishe. Ninamaanisha hivi, kila taasisi ni muhimu, ila kuna taasisi moja ikivurugika hapa, hata ibada hatufanyi. Naendelea.
Unaweza kusema mambo ya ndani kama alivyosema mzee. Mambo ya ndani ni kweli, wale ni wasimamiaji wa sheria. Lakini zitoke wapi ili wasimamie? Mimi nimekuacha kama ulivyoendelea kuwaza. Lakini sikia hili. Dada yangu, naomba unisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 1 fungu la 28. Sikiliza vizuri hilo andiko sasa. Ni ipi taasisi muhimu kuliko zote hapa duniani? Kote. Kila mahali ndio muhimu kuliko zote. 1:28. Ndio. Mwanzo 1:28 nasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Stop hapo, unisikilize vizuri. Mchungaji Maiga, inatakiwa tufunge saa ngapi ili watu waende kwa amani bila kupata shida? Nitazingatia. Sasa hivi hapa ni saa ngapi sasa hivi? Saa 1:11 na nusu, 45. Lakini na nusu itakuwa ni mapema sana. Asante. Haya. Nasikiliza mchungaji anachosema. Rudia hilo andiko tena. Mwanzo 1:28 inasema, ndio, Mungu akawabarikia, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, ndio, mkaijaze nchi na kuitiisha, ndio, mkatawale samaki wa baharini, ndio, na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sawa. Sasa najua kuna watu mnaandika, ila kwa leo nakuruhusu usiandike. Nisikilize kwa makini ili ukielewa leo, ikifuata hiyo nyingine huko utaelewa zaidi. Mungu ameumba dunia, kila kitu kimewekwa ndani yake. Dunia isingelikuwa na maana bila taasisi aliyosema ndugu yangu kule, nikamwambia haihusiani na serikali. Taasisi ya kwanza muhimu kuliko zote ni familia. Amina. Haleluya. Narudia tena. Kama kuna kitu Mungu anakihitaji ili aweze kuendeleza ufalme wake, sio serikali, ni familia. Kama kuna kitu shetani anakihitaji ili aendeleze ufalme wake, ni familia. Twende hatua kwa hatua tuone jinsi ambavyo inaundwa hapa. Mungu akawabarikia, akamwambia zaeni muongezeke mkaijaze nchi. Sasa kuna vipengele muhimu uvifuatilia hapo, ili ukivijua hivi, kuna mambo utajua kwamba kabla ya kuyatengeneza kwa kwenda shule, inakubidi uyatengeneze kwanza nyumbani kwenu. Haleluya. Amina. Yaani utatafuta mchawi, hayupo. Utagundua kuna kanuni ulikiuka. Dada yangu, rudi tena pale kwenye ile andiko. Twende vizuri taratibu, tuache haraka. Twende hapo Mwanzo 1:28 inasema, Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Achia. Familia yeyote uliyeko hapa umebarikiwa automatic. Laana mnazoziita laana za kurithi vyovyote imekuja baadaye, na hiyo tunaweza kuivunja tukijua kanuni ya Mwanzo 1:28. Cha kwanza lazima ujitambue ya kwamba umebarikiwa. Cha kwanza kabisa. Yaani kitendo cha wewe kuzaliwa sasa hivi uko hapa sio bahati, ni baraka za Bwana. Wewe unanitazama hapa, haijalishi ulizaliwa kwa staili gani, mnanielewa ninamaanisha nini? Haijalishi. Mama yako alibakwa, sawa, ila wewe ni mtakatifu kwa Bwana. Amina. Na wazazi wamepachika watoto majina ya ajabu. Anaitwa nani? Sikudhani. We hukudhani nini? Hapana. Wengine ndio wale ambao majina wanakatisha katikati badala ya kumalizia jina lote likamilike, maana ukilikatisha hapo naleta maana nyingine. Mtoto anaitwa Devota, sasa Devo. Mambo gani haya?
Unajua inatakiwa asubuhi unapoamka pale nyumbani kwako, najua dada zangu wengi walioko hapa ukiwachunguza kwenye pochi zao ni nature ya wanawake, kwa hiyo wala usije ukashangaa, asili yao ndivyo walivyo. Ukiwakuta dada zangu wote walioko hapa, kwa nature yao wote wana vipande vya nani vya vioo. Kama sio kakipande ana kanusu kapo. Unajua ni kwa nini wanakuaga hivyo? Wanawake kwa asili jinsi walivyoumbwa na Mungu ni viumbe ambao kwa asili hawajiamini kwamba ni wazuri. Hapana, hujanielewa. Yaani kuna saa tu naonekanaje? Yaani wao wanajali naonekanaje. Kwa hiyo usiwaone wakienda kule, mmenielewa ninapomaanisha? Kule wakienda kule sio ile habari wamefuata. Kuna saa anaenda kule tu akaji. Hiyo ni nature, ndivyo walivyo. Sasa kwa vile wao wanako kadubasha, wao wanaweza wakafanyia kazi hiki ninachokisema kuliko wanaume. Asubuhi ukiamka, nenda kwenye kioo ukutani au unacho kwenye kipochi chako, nenda pale. Kifungue kile kioo chako, kama ni cha ukutani nenda ukaangalie. Yule mtu utakayemuona wa kwanza pale, mwambie umebarikiwa kuliko watu wote duniani. Ongea na yule mtu, uwe serious, mwambie umebarikiwa, mwambie siku yako ya leo imebarikiwa, kila kitu kitaenda vizuri kuanzia leo, maana umebarikiwa. Sasa unashangaa unamwambia yule mtu, alafu ukitoka hapo tena kuna wazo linakujia na unajisemesha wewe mwenyewe leo. Na kuna simu ikiingia ya boss, yaani ile tu asubuhi una missed call 3 za boss. Sijui niipige nikiwa kwenye gari, sijui nisubiri. Sikiliza nikwambie, haijalishi bosi ni mkali kiasi gani, Mungu akawabarikia. Cha kwanza Mungu alikubariki. Hicho ndio cha kwanza kabisa. Kikae kwenye akili yako. Haleluya. Hivi tu kwenye hizi siku hizi ambazo tuko hapa hizi. Wazee wa kanisa, mchungaji ananisikiliza. Ipo siku kwenye meza ya Bwana, baada ya hii mikutano hii, kwenye meza ya Bwana, kuna mtu atasimama hapa, atatoa ushuhuda wa tumbo ambao lilikuwa limefungwa na litafunguliwa na watapata watoto. Amen. Kwa kauli moja tu Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Mpango wowote wa kupunguza, natumia hii lugha Mungu akusaidie ukaielewe. Mpango wowote wa kuwapunguza binadamu kwa kuwasababisha wasizaliane hauna mpango wa kimungu. Kuna mtu ananiita sasa unaongeaje uzazi wa mpango? Usiwahi huko, sijafika huko. Huko sijafika huko bado. Huko kwenye uzazi wa mpango unaoongelea hapo ni hoja ya kutumia akili. Hiyo ni kitu kingine tofauti kabisa. Mimi naongea mikakati ya kupunguza binadamu duniani. Au hamjaisikia huko duniani? Labda kama mnajidai tu hamjaisikia, ipo ya kutosha kabisa. Ipo mingi tu. Wanasema rasilimali zilizopo ukilinganisha na idadi ya watu havimachi. Kwa hiyo kilichopo watu wapungue ili waliopo, kana kwamba huyo Mungu hakujua kwamba kuna watu ambao wataongezeka. Nataka nikwambie, kama Mungu amekupa baraka ya kupata mtoto, mshukuru. Mungu atusaidie sana. Zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Sasa kuna vitu vya msingi viko hapo. Na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kitambacho. Kwa hiyo tunapokuja kwenye utawala sasa, Mungu hajaumba meza, Mungu hajaumba kiti, Mungu aliumba miti ila akaweka kiti ndani yako. Mungu usije ukatarajia kwamba ataanza kutengeneza hiki kibweta hapa. Mungu hajaumba hiki. Mungu aliumba miti ila hiki alikiweka ndani yako. Ni kazi yako wewe kukitoa hiki ili tuweze kukiona, kiweze kuonekana. Hiki kitu kiko ndani yetu, kila mtu aliyeko hapa. Kama kuna sehemu ambayo ina utajiri mkubwa ni makaburini. Shida ya Mwafrika ukimwambia hivi anawaza uchawi. Tayari anawaza au kule ndio kuna vitu twende tukashuka. Hapana.
kuna bongo zimezikwa pale zikiwa na michoro mikubwa ya majengo ambao wameshindwa kuiandika, maana walikuwa waoga kuitoa. Kitu ambacho kimewagharimu watu walio wengi walioko hapa wanaonisikiliza ni woga wa kutoa kilicho ndani yako. Hata nikimwita mtu hapa, njoo utuambie mawazo yako mbele ya watu, anaanza kuogopa. Watu watanionaje? Watanitafsiri namna gani? Sikiliza nikwambie, acha watu wa kutafsiri wanavyotafsiri, wa kumwangalia wa kwanza ni Mungu aliye hai. Huyo ndiye jiulize, hivi Mungu atanitafsiri namna gani? Ndio cha kwanza hicho. Kuna watu hapo ukimwambia asimame atoe speech unashangaa, kumbe ana nondo ziko kichwani, lakini ni muoga. Kuna mtu yuko hapa Mungu amekuita kuwekeza, lakini unakuwa na woga kuwekeza. Yaani wewe unawaza matatizo kuliko mafanikio. Mmoja nikamshauri, sasa si ukalime nyanya, asema zikiungua, na mimi nikamwambia je, ukipata? Kwani usiwaze huu upande mwingine? Zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Lakini ili uweze kujua nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yako, lazima umjue Mungu kwanza. Maana wewe umeumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Ninaposema kwamba anza kujiongelesha maneno mazuri, ninachukua kwa upande wa Mungu. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema maji yajawe na vitu vikajaa. Wewe ni mfano wa Mungu. Kwa unachokitamka na kukirudia, unakwenda kukiunda kwenye maisha yako ya baadaye. Anza kubadilika kuanzia leo. Unapoona jeshi la polisi wana train wale mbwa, au ndugu zetu kule SUA walitrain panya kuweza kutambua makohozi ya TB. Mbwa wa polisi akiingia hapa, hata kama una bangi anaweza akakutoa mtu mmoja kule. Anajuaje? Alitrainiwa. Hawa watu wametoa wapi utaalamu? Wametoa kwenye maandiko matakatifu. Biblia ndio iliyosema kwamba hawa wanyama wote mkawatiishe na kuwatawala. Ndio Biblia ilivyosema. Ukikuta history kwa ambao walikuwa wanajua kuongea na wanyama, ambao wanajua hizo kodi za kuongea na wanyama, mmoja wapo alikuwa ni Samsoni. Pastor, hapa hatuja kuelewa. Ile ndio ndume pekee ambayo ilienda kuposa mke, ikalipa na mahari na akaondoka. Akakaa mpaka baba mkwe akawaza, akasema hii aibu nitaipeleka wapi? Akauliza watu, hivi mshenga ni nani? Akaambiwa kuna mshenga wake yuko hapa, ni Mfilisti mwenzetu. Asema muite aje hapa, mtu wa Gaza. Asema bwana, mwenzako tangu alipe mahari hajaonekana mpaka sasa hivi. Sasa tufanye, sema hii ni aibu kwa ukoo, tunakuozesha ili utuondolee hii aibu. Ile tu ameozeshwa, ndume inakuja. Piga picha wewe ndio baba mkwe, alafu mkweo Samson. Anakuja anauliza, mke wangu yuko wapi? Mzee anaongea kwa umakini na kutetemeka kabisa, anasema unajua ulivyoondoka nilidhani kwamba umemchukia sio na nini. Sikia majibu ya Samsoni, kayasome kwenye Biblia yako. Anasema hivi, kwa awamu hii nina sababu ya kujilipizia kisasi kwa Wafilisti. Hiyo sentensi ukiisikiliza unaelewa kuna kitu kiko wapi. Kila siku jamaa alikuwa anatafuta sababu. Jamaa nitawashughulikiaje? Hapati sababu. Asema wameingia kwenye 12, nitawashughulikia. Sasa na yeye ana akili huyu jamaa. Msimuone Samsoni ni zezeta, ana akili. Akawaza, inatakiwa niende nikusanye jeshi, nije tupigane, lakini ili wanajeshi wapigane lazima wape sababu ambayo inawapa mori. Kama huelewi, kaangalia speech ya Mwalimu Nyerere. Wale jamaa hawakwenda kupigana Uganda kienyeji. Kuna speech ilitolewa. Ile speech ukisikiliza hata wewe leo unatamani kunyanyuka. Mzee anakuambia nchi imevamiwa. Wenzetu kule Kagera wameuawa. Hiyo neno wenzetu, isikize vizuri hiyo. Wenzetu Kagera wameuawa. Ametudharau huyu. Pamoja na maonyo mengi hajasikia. Lazima ajue kwamba sisi si wadhaifu. Kwa hiyo kuna kitu roho kanapia, yani ametuona sisi dhaifu, atakiona. Samsoni akawaza, niende nikusanye jeshi, wataniuliza tunapigania nini? Yani hoja ya msingi ni ipi? Anawaambia niliposa mke. Ikawaje? 3. Nilivyorudi ameolewa. Jamaa atawaza, una akili timamu kweli? Huyo Samsoni akasema kuna nguvu tunayo ndani yetu, sihangaiki na binadamu.
nifanyaje sasa hivi? Anasema naenda kuongea na mbweha. Jamaa akaita, kuna mtu mmoja kama sio Kigamboni ni Zanzibar, hapa hapa kwenu hapa, ambaye alitolewa kwenye video, anaita kunguru. Kuna sauti moja akipiga hivi, kunguru wote wanafanya nini? Wanajaa, wanakuja pale, wanazunguka, na ile sauti anavyoongea ni kama kunguru. Kuna lugha zile ni kodi za kunguru. Ukija kwenye muziki ndio hizo mnazoita note. Kuna pichi akiipiga kunguru anajua hapo nimeitwa, anaijua kabisa, hii ni mimi nimeitwa hapo. Wewe leo ukifundishwa, kuna kitu ukifundishwa ukikielewa, unajua kumuita kunguru, utajua kumuita kuku, utajua kuita wanyama mbalimbali kwa hiyo pichi ambayo inaeleweka kabisa. Anajua tu kabisa, akipiga hapa kakipanda hapo chap, anajua hii ikifikia hapa hako kwenye kaengo kashapu hapo tap, ni nyoka. Sasa jichanganye Samsoni alivyoita sasa, wakaja mbweha, maana anajua ya kumuita mbweha, anajua ya kumuita simba, anajua kabisa. Wakaja mbweha na anawaelekeza mbweha, wanamuelewa vizuri kabisa. Lile zoezi sio dogo, walikuwa ni mbweha 100 ngapi jamani? Sio mchezo. Fikiria unakuta kikao cha mbweha 300, alafu kuna jamaa amesimama hapo anawaelekeza, anaongea nao na unamjua, anawambia sasa nimenyang'anywa mke, wanatikisa mkia, na anawafunga vizuri kwenye mikia, anaweka moto, anawaelekeza kwenye isipokuwa tu ya walioninyang'anya mke. Na nikwambia hili zoezi kuna watu waliliona. Ndio maana na wachangamsha wacha Mungu wote wanaonisikiliza, na waambia hivi, kabla ya kuanza kuomba maombi ya kuomba uponyaji mkubwa, anza na uponyaji mdogo. Kabla hujaombea watu wapone, ombea kuku. Nenda kwenye banda lako pale, kideri kimeanza kumaliza kuku banda zima, nenda pale kwenye banda lako, anza kukanyaga pale kabisa, komandi kabisa kwamba kuanzia mstari huu hapa kideri kiishie hapa, walioko huku wako salama. Inawezekana. Amina. Haleluya. Mimi kesho nitawaambia nilichofanya hapa sasa hivi. Sasa hivi kuwaambia, nitaongea kesho. Inawezekana. Ndugu zangu mlioko hapa, kabla ya hii nguvu lazima ukubali ya kwamba Mungu amekuumba na nguvu hii imewekwa ndani yako na Mungu amekubariki wewe. Ni juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja, jana. Akaniuliza masuala ya nguvu za giza, tunadhibiti namna gani? Nikamwambia kitu cha kwanza kabisa, popote palipo na mchawi, mganga, vyovyote vile, ukitaka umdhibiti, cha kwanza kabisa usimuogope. Silaha namba 1 ni woga. Na wale watu ni wajanja, wanatumia ujanja, anaweza akaweka kitu tunguli, yaani unakuta ile tunguli usichanganye, ni mmea. Sasa ili akupige mkwara, unafungwa kipande cha ngozi. Ukitazama hivi mkwara wa pili anaandika kabisa pale na maneno ambayo hata huyajui maana yake ni nini. Hapa kuna hatari. Acha kutishiwa. Mlango wa kwanza ni woga. Usikubali kufungua huo mlango hata kidogo. Haleluya. Hivi ninavyoongea kuna mtu anaweza sema ninaenda kufanyia kazi hili zoezi, nitalifanyia kazi. Sasa nikifanyia kazi isipotokea, na mimi nikwambie hivi, isipotokea ujue ya kwamba imani ni mambo ambayo hayajakuwepo, tunayaona kwamba yamekuwa. Sasa tuanzie wapi? Sasa kuna vizuizi ambavyo tutaviongea huko mbele ya safari, lakini kwa sababu ni introduction, ikusaidie tu kuchangamsha ubongo wako. Nakupa hii moja wapo. Moja, enyi waume, kaeni na wake zenu kwa ili kuomba kwenu. Sasa tunataka eti ilo andiko Mungu adadavue, Mungu aanze kueleza akili ni hii, tumia akili. Mungu hafanyi hizo kazi, hajaumba robot.
Wanaume wote mlioko hapa, Mungu ameshatoa muongozo. Ukitaka uishi na Hawa, tumia nini? Akili. Mwisho wa kunukuu. Wewe unataka utumie maandiko. Alafu kwingine unachanganyikiwa kabisa, umeona sasa hii niingie kwenye maombi. Unaingia unafunga na kuomba mpaka malaika wa Mungu anakatiza, anaona mbona anaomba? Anasema kuna jambo anaomba kuhusu mkewe. Mungu anasema hili halitaki maombi, anatakiwa atumie nini? Akili. Sasa unasema pastor, akili ni nini? Akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Pastor Maiga, imefika dakika ngapi? 31. Sasa sikilizeni hapa. Mimi naongea na wanaume tu sasa hivi. Daudi wakati anakufa, yule jamaa kipenzi cha Mungu, namkubali sana yule mwanaume. Ndume inakufa, ile jamaa nikifika mbinguni, mkijua mahali alipo, mtanikuta hapo. Nina maswali mengi ya kumuuliza huyo jamaa. Eti ana miaka 80, anakaribia kufa, yupo kwenye kitanda, anarithisha utawala kwa Suleiman, ana kinoti chake kipo kwenye koti, naongea kwa jinsi ya kibinadamu. Ana listi ya watu wa kuua. Ile jamani hatari kabisa. Nataka tuone neno akili, ishini nao kwa akili. Akamwambia Suleiman mtoto wake, anasema sasa Suleiman mwanangu, ukatende kiume. Kaisoma vizuri, ukatende kiume. Hana maana amedharau wanawake. Anataka kuambia kwamba wanaume huwa wanatumia nini? Akili. Anasema ukatende kiume. Anasema haya, nikatende kitu gani? Anasema namba 1. Yuko mtu aitwaye Shimei. Huyo alimtukana wakati nilipofukuzwa na Absalom nduguyo. Hakikisha huyo hafi kifo cha kawaida, umuue, ila utumie nini? Usiue mpaka mtu akushtukie. Akili. Kuna wengine wanaume mpaka hivi unavyonitazama, kuna jambo lako unalikumbuka, sasa kweli pale nilichemka, pale sikutumia akili. Anasema wa pili, Yoabu ni kamanda wa Daudi. Anasema huyu aliniumiza moyo wangu wakati wa amani, aliua mtu. Hakikisha na yeye hashushi mvi zake ahera kwa amani, ila utumie nini? Akili. Anamaliza mzee, anakata roho. Suleiman anachukua kile kinoti chenye listi, anakiweka naye kwenye koti, anatulia. Sikia akili iko wapi? Wa kwanza alianza naye ni Yoabu. Akamwambia wanajeshi, hakikisheni mkimuona Yoabu mnamkata kichwa. Yoabu akapewa taarifa, akaambiwa Suleiman ametoa oda ukatwe kichwa. Yoabu anajua Torati inasema mtu yeyote ambaye imempasa kufa akikimbia na kuigusa madhabahu asiuawe. Kwa Yoabu spidi yake ya kwanza akakimbia, akaingia hekaluni, akashika madhabahu. Wanajeshi wamekuja, ameshika madhabahu, wakasema hapaswi kuuawa, wakaondoka. Wakamwendea Suleiman, wakamwambia mzee, tumeshindwa kumuua. Suleiman anauliza nini kimewashinda? Anasema amekimbia akashika madhabahu, na Torati inasema anayeshika madhabahu asife. Suleiman ana akili, akamwambia hatujakiuka Torati, msimuue kwenye madhabahu, muondoeni hapo. Enyi waume, kaena wake zenu kwa akili. Namba 2, akamalizana naye. Shimei anamsumbua, akasema Shimei njoo. Akamwambia Shimei, wewe, anamwambia wazi kabisa, baba yangu alipokuwa anakimbia ulimtukana, tena ukamrushia mawe. Kwa taratibu ilikupasa kufa, ila baba kwa huruma zake aliporudi ukamlaki. Daudi alikuwa na udhaifu wake fulani, kila mtu ana udhaifu wake. Daudi hata kama wewe ni mkali kiasi gani, ukimuonyesha moyo wa kunyenyekea na kuomba msamaha, huwa anaacha. Ndio alivyokuwa yeye. Shimei alipokuja akamwambia, mfalme na uishi. Daudi akamtazama, yani huyu amenitukana juzi, leo tena anakuwa karibu na yeye, akasema basi muacheni.
Akamwambia, unakumbuka tukio? Shimei akasema ndio nakumbuka. Akasema basi sasa sitakuua endapo utatii masharti yafuatayo. Ukae Yerusalemu, usitoke hapa. Siku ukitoka tu wewe ni halali yangu. Yaani ukitoka, kinachonisababisha mimi nifungwe nisikuue kimeondoka, nitakumaliza. Akasema, mfalme na aishi milele, nitatii amri ya mfalme. Jamaa akakaa, hatoki. Ili ujue kwamba Suleimani ana akili nyingi, kila siku anatuma watu, mchunguzeni ametoka au hajatoka. Wanazuoni wanasema Suleimani alivyoona amesubiri ujamaa kama atazeeka hivi hata timiza amri ya baba yake, akatuma watu wakaiba punda. Punda anayependwa kabisa na Shimei. Alipoondoka yule punda, sasa Shimei anafuatilia punda wake. Suleimani akatega watu wengine wa kumtia moyo Shimei afuatilie punda. Ni watu wafuatao, wamejipanga barabarani. Akiwakuta anauliza, mmeona punda wangu hapa? Wale watu wanamwambia, yani dakika hii ndo wamekatiza hapo. Akifika hapo anakutana na kundi lingine tena. Bwana, mmeona? Sema ungewahi tu. Yani ndo anamalizia mkia hapo. Jamaa akatembea hadi akavuka kijito Kidron. Ili ujue imepangwa, hii ni njama. Ile anavuka tu, Suleiman anatuma askari, mkamateni. Jamaa akaletwa, akaulizwa, Shimei, si tulikubaliana? Akasema ndio mfalme. Si umevuka kijito? Ndio. Ninakosa nikikuua? Wewe una haki mfalme. Basi malizana naye. Jamaa akamalizwa kiurahisi kabisa. Subiri nikwambie, maandiko yanaposema ishini nao kwa akili ili kuzingatia kile ambacho Mungu aliwabarikia, ina maana ifuatayo. Tutawafundisha masomo ya ndoa kwenye mimbari, tutawafundisha saikolojia zote za wanawake na wanaume, lakini mwisho wa yote, nenda ukamsome wa kwako, ujue wa kwako inatakiwa utumie akili gani kulingana na mazingira. Haleluya. Inatoka hapo, unasikia watu wanasema, wachungaji wanaongea, mkifika mhakikishe mapato yote kabisa yawekwe mezani. Ndiyo kanuni hiyo, nakwambia mpaka kesho. Lakini kuna mwingine ile unaweka mapato pa vikoba. Sasa unasema, lakini mchungaji alisema. Mchungaji alisema, ila Mungu alisema ishini nao kwa. Kuna wengine mwanamume ndiye ambaye ni mfujaji wa pesa, yaani zikiingia tu hivi zote zimekwisha, ila ana mke ambaye anajua kupangilia. Huyo mkeo ishi naye kwa akili. Ni hii, usije ukasikia mwanamume ambaye anakabidhi pesa zote kwa mkewe, mshahara mzima, anamwambia hizo hapo nipangie za matumizi, nile nini. Usije ukasema amepewa limbwata, anatumia. Amekuja kugundua zikibaki kwake zitaisha. Kuna ndume mko hapa, mtakiri mbele ya Mungu, hata nyumba uliojenga isingekuwa huyo mama, usingejenga. Sasa ukigundua akili kwamba huyu ni mtunzaji mzuri, cha kwanza kabisa mkabidhi pap. Ukimkabidhi, usimkabidhi kibabe. Hawa wanawake wote mnaowaona hapa, wao hawafikiri kwa kufikiri, wanafikiri kwa hisia. Kwa hiyo tufanyeje? 1,000,000 hiyo pap, mwambie mama kaa. Mwambie, sikia nikwambie, mimi ninachomshukuru Mungu kuhusu wewe, nimebahatika kupata vitu vingapi? Viwili kwako. Utasema mama anakuambia nini? Unaambia, cha kwanza, huwa watu hawapewi vyote, ila wewe umepewa vyote. Uzuri umo na akili. Unajua umetanguliza nini? Uzuri. Ushatanguliza tu uzuri kule kwenye ubongo wake, kule kwenye ubongo kuna kaeneo ka ubongo huwa kanafanya pa.
Namba 2, Mungu amekupa karama ya kutunza fedha. Ndio maana nimekupatia hizo hapo. Nipangie matumizi na zizae. Hii ni kanuni ya asili, utulie kidogo. Ni kanuni ya asili ambayo wamama wote wamepewa, imekuja kuharibiwa na dhambi baadaye. Wanawake wote unavyoona hapa ni mainkubeta, mashine za kutotolesha. What? Pasta, sijakuelewa. Nitazame. Unajua wao hapa jinsi ilivyoumbwa. Umeona mikono yangu jinsi ilivyo? Kuna upande huu na upande huu kwenye tumbo lao. Ndio maana Mungu amempa neema ya kubeba mimba miezi mingapi? 9. Hiyo miezi 9 ina karaha. Ingetokea tu Mungu akasema nina kuanzia leo nagawa 3 mama atachukua mimba miezi 3 ya kwanza, na kisha kwa ukuu wa Mungu ninahamisha miezi hii 3 mingine kwa mwanamume. Ungesikia ndume zote zinahama nyumbani. Ile karaha by nature sisi hatuiwezi kabisa. Maana tumeumbwa kuchakarika. Sisi ni kuchakarika kuleta, kuchakarika kuleta. Sasa sio tu mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kuunda hiyo ikubeta na kuzalisha watoto, hapana. Ila mwanamke yeyote mwenye busara, Mungu ameweka ndani yake uwezo wa kuzalisha mpaka uchumi. Nenda kamsome kwenye kitabu cha Misali, ameelezewa vizuri kabisa. Anasema namba 1, huamka mapema, watoto wake wanakula vyakula vizuri, yuko bize. Ndio maana unaweza ukampa mama shilingi 10,000 akakaa akatulia akaipangilia vizuri, ikawa na vitu vingi ndani yake ambavyo mwanaume angepewa asingeliweza. Hawa muwaone jinsi walivyo wamekaa hivi tu. Mungu awasaidie, mimi sielewi vichwa vyao. Ukiona asubuhi watoto wanakunywa chai, hiyo chai aliipanga usiku kwenye ubongo kabla haijatokea halisi. Unamkuta amekaa tu pale amefumba macho kitandani hivi, yeye hapo anapanga meza. Alex itabidi nimvute aje akae hapa, maana ile mandazi yatakuwa hapa katikati. Yule huwa anawahi sana anaongea mwenyewe kwenye kitu chake, anawahi kuwachukulia wenzake. Sasa wako 2, 3, 4 mandazi yako, yale ni ya kukata, itabidi yakatwe kesho. Wamama ninawaonea. Ni kweli si kweli? Inapangwa hivyo hivyo, wanapiga mpaka mahesabu ya vijiko vile vya sukari kabisa. Sasa kwa hii sukari ya kesho ilivyo, na hao watoto vile vikombe viko pale, sio ya kupeleka mezani. Hii ni ya kuchemshia jikoni kabisa. Ishini nao kwa Mungu atusaidie sana. Mungu akasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha. Angalia vizuri, baada ya kuzaa inatakiwa nchi itiishwe ili pawe na matokeo ya kiuchumi. Haleluya. Kabla hatujafunga, katika vitu ambavyo tutaviombea hapa ni baraka ya uchumi. Utajuaje kwamba uchumi wako kwenye familia umeshambuliwa kiroho na sio kiuzembe wa kanuni za kawaida? Ni pale ambapo umefanya jitihada zote za kiuchumi kama watu wengine wote, lakini unakuta hazikufikishi pale panapotakiwa. Umefanya na kuwekeza kila kitu, lakini unaona hufiki kama wengine. Lakini kingine, unakuwa ni mkono wa kupitisha pesa. Ukipiga mahesabu ya pesa zilizopita kwenye mikono yako ni nyingi, ukiangalia maendeleo hayalingani. Na nyingine dalili ni hii, unakuta unapata pesa nyingi, lakini mara ukizipata mahitaji yanakuwa from nowhere. Yani ulikuwa umetulia siku zote, kuna amani tele, ile pesa imeingia tu pap, simu kutoka kijijini. Kuna nini? Nasema mtoto alikuwa, mjomba wako alikuwa anapanda mti kuchukua stafeli, amedondoka, amevunjika, ameandikiwa kwenda Buganda. Mwisho anasema ngoja nitoe. Unatoa. Ipo kwenye Biblia inasema na wanaopata mishahara wanapata mishahara na kuweka katika mifuko iliyo, hajasema iliyotoboka.
iliyotoboka toboka. Yaani kuna vitu vinaibuka tu, hiki kinaibuka. Nisikilizeni watoto wa Mungu, ifikie hatua usome uchumi wako, useme hapa hakuna uzembe, panahitajika nguvu ya Mungu kuingilia kati. Naomba tusimame. Mungu akawabarikia, akamwambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Lakini na kuitiisha, viko vitu inabidi kuanzia leo uende kuvitiisha. Haleluya. Nenda ukavitiishe kule kwenye mashamba yako. Nenda kayatamkie baraka ya Bwana kwenye mashamba. Wengine hapa ni wafanyakazi, nenda kwenye ofisi yako, bariki ofisi yako. Usisubirie mchungaji aje abariki. Sisi ni ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Fika pale kwenye ofisi yako, itazame meza, iambie meza umebarikiwa kwa jina la Bwana. Na kwenye kiti hiki patatoka hekima na maarifa kwa ajili ya kampuni hii. Na watu wote wataniita heri kwa ajili ya Bwana wa majeshi aliyenibariki. Sharti ni moja tu, kila Mungu anavyokuinua, endelea kunyenyekea na kumuinua yeye. Kiburi kikijaribu kuota, kiambie hapa sio pako, mimi ni mtoto wa Mungu. Ndipo nasema inawezekanaje? Ndipo utasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Si mimi nitendaye haya, ila Kristo aishie ndani yangu. Mpe Mungu utukufu wake. Haleluya. Twae wangu uzima, sadaka ya daima. Twae sana usiku, vikutukuze Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kundi hili ambalo lipo kanisani. Ninakushukuru kwa ajili ya kundi lile ambalo linaangalia kwa njia ya television. Ninakushukuru maana huyu ambaye anaangalia somo la leo amebarikiwa. Baba, baraka hii haikutokana na matendo yetu, ni neema uliotupatia. Maana baada tu ya uumbaji ukatutamkia baraka. Nami nakusihi Mungu, kwa yeyote aliyeko hapa, ukamfunulie macho akaione baraka ikiwa kwake. Mjaze nguvu yako ya ujasiri ili akasonge mbele. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa walioko hapa, wapatie uponyaji. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa ambao wanaangalia kwa njia ya television, ukawapatie uponyaji. Ninaomba kwa ajili ya yeyote ambaye ndani ya ndoa yake ana majeraha na maumivu. Nani awezaye kumponya? Ni wewe Mungu wetu. Gusa ile ndoa, gusa watoto, ukapate kuwabariki. Leo tumeanza, kesho endelea kuwa nasi. Ukatufanye tusikie maneno yako na kuyafanyia kazi. Neema yako inatosha. Wanapoondoka sasa, wapatie kusafiri salama. Wape wepesi wa safari, wakafike kule waendako chini ya uvuli wa ulinzi wako. Tulete kesho tukaisikie sauti yako. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu.